kwa experience yangu hivi karibuni, Yanga katika eneo hilo wanachokifanya ni kuhakikisha kile wanachokihitaji wao ndio mahitajio ya kocha wanayemleta, yani aendane na kile ambacho wao kwenye maono yao wanaona mpira uchezwe vipi, basi naye awe vipi. Nikisema haya nina mfano kocha Nasreddine Nabi aliyekuwa Yanga akaipa ubingwa msimu wa 2021-22, 22-23. Staili yake ya kucheza baada ya golikipa ni walinzi wanne, viungo wale ukabaji, viungo watatu ushambuliaji, mshambuliaji kinara mmoja, ambao unanyumbulika wakati mwingine 4-4-2 kulingana na mahitaji ya mechi. Kwa mfano katika mechi ya robo finali kombe la shirikisho dhidi ya Rivers United akiwa kule nchini Nigeria kwa mfano, alianza na ukuta watu watano kabisa, kiasi ya kwamba unaona mifumo inanyumbulika. Wakati mwingine 3-4-3, 4-3-3, lakini mfumo mama wa Yanga ya Nabi ulikuwa baada ya golikipa ni 4-2-3-1. Lakini hata waliokuja baada ya Nabi, namaanisha Mwargentina Miguel Gamondi, ndio mfumo wake huo 4-2-3-1. Anaposhambulia kutokea katika eneo la kati la uwanja, timu yake inaenda kwa kasi sana, iko direct sana kutoka katikati ya mstari wa uwanja. Na mwenyewe alikuwa anasema kwenye kitabu chake cha My Story My Life kwamba yeye anataka timu yake inapocheza uburudiki kama vile unatazama movie wakati unaangalia Yanga inapocheza. Huyu Miguel Gamondi. Kwa hiyo Yanga walimleta Gamondi ambaye njia zake za kucheza kwa kiasi kikubwa zinafanana na Nabi katika zile njia za msingi. Lakini Miguel Gamondi ameondoka, wamemleta Ramovic. Ramovic naye vivyo hivyo ni 4-2-3-1, lakini yeye akaongeza kasi. Yaani kasi badala mpaka afike katikati ya mstari wa uwanja, ilionekana kana kwamba wachezaji wote wa Yanga kuanzia hata nyuma ni kasi kwa kwenda mbele pindi wanapokuwa na mpira kwenda kujaribu kufanya mashambulizi kwa wapinzani. Hakukaa sana, amekuja Milud. Milud naye ni mfumo wao ni huo 4-2-3-1. Kwa hiyo naamini ikitokea kwa mfano tu Milud kwa namna yoyote ile yeye ndo ameomba kuondoka au Yanga wameachana naye kwa makubaliano maalumu, si unajua makubaliano ya pande zote mbili, wanasema mutual agreement. Yes. Lakini kwa namna yoyote ile wakienda sokoni Yanga kutafuta kocha, naamini watafanya kama walivyokuwa wanatafuta mbadala wa Nabi, mbadala wa Gamondi, mbadala wa Ramovic, akaja yeye Milud. Kwa lugha nyingine, wakienda sokoni kocha tukimleta awe Chris mwana wa Jandulo, sifa yake kuu itakuwa ni pamoja na kumaintain structure, muundo wa Yanga katika uchezaji, muundo mama, zile skeleton tunasema. Anaweza anakaa na vitu vyake vya kuongezea kuifanya Yanga iwe makali zaidi, kutimiza mpango kazi wa timu wa jumla katika michuano mbalimbali na ushiriki. Lakini kwa maana uchezaji, mpango kazi mama wa mechi huwa unajengwa na misingi ya kwamba 4-2-3-1, kumiliki mpira zaidi, kuwa direct wakati wa kushambulia na kufunga mabao kadri inavyowezekana, kwa sababu timu inahitaji ushindi, halafu ushindi tena. Ili ufanye hivyo, Yanga wanahitaji yote hayo, ushindi halafu na mpira mzuri. Kwa hiyo ikitokea naamini watafanya hivyo. Lakini tukienda sasa small details, Milud itakuwa ni jambo kwenye ile progression ya timu, kwenye ukuaji inaweza sio jambo zuri sana, kwa sababu tayari inaonekana kama kuna vitu vimeclick, vimekubali kwa Milud kwa wachezaji wake. Na mfano unadhihirishwa katika ligi kuu Tanzania bara. Yeye alipotua Yanga ilikuwa imecheza mechi 17, dakika 1530. Yanga ilikuwa imefunga mabao 42. Yanga ilikuwa imeruhusu mabao 7 wakati yeye akitua. Yeye ameanza kuongoza mechi ya 18. Yanga ilikuwa inacheza kwenye uwanja wa Meja General Isamuhyo pale Mbweni dhidi ya JKT. Mechi ilisha kwa suluhu. Baada ya hapo akaiongoza katika mechi zilizofuata zote mpaka sasa Yanga ameshacheza mechi 26. Kwa lugha nyingine ukihesabu mechi hapa ni mechi takriban 9. Ametoa suluhu hiyo, mechi zilizobaki zote kashinda. Lakini sote anashinda ambao wapinzani wanasema wamefungwa, ile wanasema well beaten, yani unafungwa wanasema yes nimefungwa. Wengi wao wamepokea kipigo kizito, ndio maana unakuta mechi 9 Yanga wamefunga mabao 26, wameruhusu 3. Kwa lugha nyingine Yanga mabao wanaoruhusu kwa kucheza mechi 9, maana yake Yanga wamecheza dakika 810. Kwa dakika 810 kuruhusu mabao 3, wastani Yanga inaruhusu bao, utagundua hapo, kila baada ya dakika 270. Lakini alikuta Yanga ambayo imecheza dakika 1530, mechi 17, ikaruhusu mabao 7, wastani Yanga ilikuwa na ruhusu bao kila baada dakika 218 plus. Kwa hiyo yeye kwenye uimara wa kuzuia, wapinzani wanalazimika kusubiri zaidi kwa wastani kupata bao dhidi ya Yanga, kwa sababu sasa kutoka wastani wa dakika 218 mpaka dakika 270 kwa wastani ndo wanaruhusu bao. Kwa hiyo kwenye eneo la ulinzi kaimarisha, kama kipimo chetu ni ligi kuu Tanzania bara. Nadhani unaelewa vizuri. Vizuri kabisa. Lakini hapo ni kwenye kuzuia.
kwenye kushambulia, Yanga inapokuwa offensive, Yanga imekuwa superb, imekuwa bora zaidi kwa sababu aliikuta. Nimekwambia mechi 17 dakika 1530 ambazo zinahusisha Yanga chini ya Ramovic, Yanga chini ya Gamondi. Mabao 42 katika mechi 17 katika dakika 1530. Ukigawanya upate MPG, minutes per goals, kwa wastani Yanga ilikuwa inatumia dakika ngapi ili walau kufunga bao? Ilikuwa unachukua dakika 1530 unagawanya kwa 42 ambao ni mabao walikuwa wamefunga. Ukigawanya vizuri, ukokotaji wako ukiwa sahihi, utapata Yanga ilikuwa inafunga bao kila baada ya dakika 36 na sekunde 25. Kiwango cha juu mno. Lakini Miloud kwenye mechi 9 dakika 810 kufunga mabao 26 rahisi tu. MPG, minutes per goal, utachukua dakika 810, halafu gawanye kwa mabao 26 waliofunga upate dakika kwa wastani ambazo Yanga wamekuwa wakizitumia kufunga walau bao moja. Ukigawanya vizuri utapata dakika 31 na sekunde 9. Ala, unaona kumbe Yanga wameimarika chini ya Miloud katika ligi kuu Tanzania bara. Tunasema kwenye both ends, kwenye ncha zote mbili, kwenye kuzuia kutoka kuruhusu bao kila baada ya dakika 218, wakaongeza muda wa wapinzani kufunga bao mpaka dakika 270, kupunguza muda wa kufunga kutoka dakika 36 na sekunde 25. Sasa tunazungumzia kwenye mechi alizoziongoza yeye ni kufunga bao kila baada ya dakika 31 na sekunde 9. Lakini sio hilo tu, kuna small details. Kwa nini Yanga wanafunga mabao mengi kwa wastani huu? Miongoni mwa mambo mengi, kwanza ameendelea kuimarisha ulinzi kama wenzake waliopita, huku yeye akiimarisha zaidi kwa takwimu zilizotoka kukupa. Lakini kwenye kushambulia ameimarisha shooting accuracy, yani usahihi kupiga mashuti kulenga shabaha. Yani amepunguza speculative shots, mashuti ya kujipigia tu, alimradi upo karibu na lango, unaliona lango unapiga tu. La hasha. Kwa Miloud inavyoonekana dhahiri, akiwa mazoezini anasisitiza kwenye eneo la mwisho wachezaji wanaopata nafasi ya kulifesi lango na kufanya majaribio ya kufunga, basi wajitahidi wafanye hivyo wakiwa katika nafasi nzuri sana, ili wasiwe wanapiga. Yani ukiwa kwenye nafasi nzuri, basi mwenzako kwenye nafasi nzuri sana, mpe mwenye nafasi nzuri sana afanye majaribio ya kufunga. Matokeo yake ni nini? Kwa mfano, Yanga mechi dhidi ya Coastal Union, Yanga walishinda 1-0. Hiyo mechi Yanga walipiga mashuti 10. Mashuti 11. 9 on target. Shooting accuracy 82%. Yani usahihi kupiga mashuti kwa kulenga shabaha. Wanajua ukilenga sana shabaha ndio unaongeza nasibu, probability ya nyinyi kufunga mabao. Sawa? Hiyo mechi na Coastal Union. Mechi iliyofuata ilikuwa mechi dhidi ya Azam. Yanga dakika 90 walipiga mashuti 10. Katika 10, 9 on target, walishinda 2-1. Unaona shooting accuracy, usahihi wa kupiga shuti kwa kulenga shabaha ni 90%. Unaona hapa ninachokizungumza. Sio hilo tu. Mechi dhidi ya Fountain Gate ambao walishinda mabao 4-0, Yanga walipiga mashuti 21. Mashuti yaliolenga shabaha yalikuwa 12. Fountain Gate wao walipiga mashuti 3 mechi nzima, hakuna shuti lolote lilolenga lango. Kwenye mashuti 12 kulenga shabaha katika mashuti 21, maana yake shooting accuracy utachukua 12 chini 21 zidisha kwa 100. Utapata around 57%. Bado shooting accuracy ni above 50%, ambao ni jambo zuri. Lakini wakafunga mabao 4. Ndio maana unagundua tangu baada ya mechi dhidi ya JKT Tanzania iliyoisha kwa suluhu, mechi zilizofuata wamefunga mabao 26, ni pamoja na ufanisi wa mashuti kulenga shabaha. Kama kipa upinzani kadaka, hilo ni jambo lingine. Yani saves akicheza goalkeeper timu pinzani, lakini walau basi upige kulenga shabaha. Eneo hili Miloud naona kana kwamba ni baadhi ya maeneo ambayo ameimarisha sana. Mengineyo itakuwa small details za ndani ya kikosi, wao wanajua vizuri zaidi. Yeye na waajiri wake, inamaanisha Yanga management chini ya Rais Engineer Hersi Said, makamu wake Arafat Haji, CEO Mtine na viongozi wengine ndani ya Yanga. Wao ndo wanafahamu zaidi. Likitokea lolote bila shaka watautambulisha umma. Haiwezi kawa kimya kimya, kona ukasikia sijui nani kasema. Yanga wenyewe watatoa taarifa rasmi, lakini mpaka sasa naweza kusema kwa ndoto za Yanga za kutaka kutoa ubingwa wa 4 mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara, Miloud ndiye suluhisho kwa mechi alizozionyesha, kwa sababu ya hiki nilichotoka kukionyesha, nilichotoka kukizungumza. Kwenye makaratasi, miongoni mwa timu ambazo wamebakiza nazo kuna Namungo, kuna Dodoma Jiji, kuna Tanzania Prisons. Kama Miloud anaendeleza kile ambacho amekifanya tangu atue, ni dhahiri kwamba kwenye mechi hizo pia sioni kama watazuiliwa. Sana sana naona kana kwamba watapata ushindi na kujiweka katika nafasi nzuri ya kutwaa taji la 4 mfululizo la ligi kuu Tanzania bara. Hapo vipi? Hapo sawa. Shukrani jazila. Nikushukuru sana. Nawe pia.